Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Nawanga, eneo bunge la Kimilili, baada ya mwanamke wa miaka 53 kuteketea ndani ya nyumba yake. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, kisa hicho kimetokea mida ya saa 8 usiku, wakishindwa kudhibiti makali ya moto huo uliokuwa ukisambaa kwa kasi. Tulifika hapa tukaona watu wamejaa kwa bomu. Hata mimi sikuamini. Lakini kwa nyumba vitu vilikuwa vitu mingi kwa nyumba. Vitu yote imeungua. Hakuna kitu yenye ilibaki. So tukajaribu kwa access ndani, kuingia ndani. Tuone kweli venye tunaweza mtoa ndani. Lakini hatukuweza wakati hiyo. Hadi mpaka tukipiga nduru, majirani wakajaa, wakazidi kuongezeka ili tuone vile tutasaidika. Tuingie ndani, tujaribu kumuondoa. Lakini huko ndani kulikuwa na moto sasa imekuwa mingi. Moshi nayo ilikuwa imezidi. So hii moshi ilikuwa inatokea pande wa nyuma. Na huyu mwenyewe kumba alikuwa kwa hii room ya huko. So kabla tufike hapa, nafikiri tuliconcentrate mahali moto imeanzia huko. Kabla tufike hapa, moto ilikuwa sasa kuingia kwa nyumba ikakuwa ni shida. Kufika, mimi pia nilijoin, tukaanza kungangana. Tulipoendelea kungangana kubomoa nyumba, tukapata marehemu ako ndani ya nyumba kwa master yake. Wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto ambao umesalia kuwa kitendawili. Inaomba ya kwamba hiki kitendo kichunguzwe na maafisa wetu wa polisi. Polisi station ya Kimilili ipate kuchunguza ili tupate kuona ni nini kiini kilichosababisha mkasa huu. Asanteni. Serikali iingilie, itusaidie. Baadhi ya wakazi wamehoji kwamba huenda marehemu aliuawa na watu wasiojulikana na nyumba yake kuteketezwa. Marehemu amepatikana katika kitanda, kwenye kitanda chake. Hata huwezi sema mtu moto umekuja, instead ya kustruggle apatikane maybe anatoka nje ya nyumba, amepatikana katika kitanda chake. Again, tumeambiwa ya kwamba marehemu alikuwa amebeba maybe chakula kutoka kule sokoni, anakuja nyumbani. Kile chakula kinapatikana nje nyumbani kwake. Hicho chakula kama marehemu alikuwa ametoka nacho sokoni, at least kingepatikana ndani ya nyumba. So there are so many questions. Alafu tena hatuwezi sema ni stima imesababisha, kwa sababu moto ukiwaka, majirani wakija, bulbs za nyumba zilikuwa zinawaka. So kungekuwa na default ya stima, at least stima haingekuwa inawaka. Jambo la pili, kuna speculation ya kwamba tena maybe gas ilisababisha. Tunaambiwa gas haikuwa refilled, ilikuwa empty na imepatikana katika nyumba, imechomeka. So speculation ya gas na stima hiyo kama wakaaji tunasema haiko. Alafu jambo lingine ni kwamba moto kulingana na majirani venye wanasema moto ulitokea sitting room na muathiriwa alikuwa bedroom. Kama yenyewe kweli kulikuwa na default ya stima ama moto umewaka wenyewe, marehemu at least angejaribu kujinasua, hakuwa anatoroka kuokoa maisha yake. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Kimilili Victor Nzaka amedhibitisha kisa hicho, akisema kwamba uchunguzi umeanzishwa. OCS na officers from Kimilili sub-county walikimbia mahali pale na wakajaribu kusaidia wananchi. Walijaribu sana, walisaidiana kuzima moto, lakini tayari moto ulikuwa umeshinda. So nyumba iliungua yote completely. Baadaye wananchi pamoja na police officers from Kimilili sub-county walishirikiana, wakatafuta, wakapata mwili ya mama Catherine Sikulu. Nikiripotia Kurunzi kutoka Kimilili, naitwa Habat Mbai.